Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na mshukuru Mungu kwa neema yake kutukusanya kwenye mlima huu wa maombi siku yetu ya kwanza. Tutakuwa hapa mpaka siku ya Jumamosi, na asante kwa ajili yako wewe ambaye umewahi. Mtumishi wa Mungu Kenneth Masumbi, nabii, wengine hamfahamu lakini mtamfahamu baadaye baada ya muda. Ila sisi tunamfahamu miaka. Mtumishi huyu tunamfahamu miaka, wakati wengine tukawa bado vijana, na wakati huo shetani kama kawaida yake akijaribu kama anavyofanya siku zote kuleta shida, kama kawaida kuliharibu taifa na zaidi sana kanisa. Hatuna nafasi ya kushuhudiana, lakini ni kweli sisi wengine tusingekuwa hapa kama tusingekuwa tumeshuhudia yale maneno makuu ambayo Mungu ameyafanya kulifanya taifa hili kupitia nabii mtumishi huyo. Si Bwana Yesu alisema hivi, shida ya kutokuamini. Lakini kwa nini watu hawakuamini? Lazima kuwe na sababu. Mnajua Wayahudi Mafarisayo walifanya bidii kabisa kumvunja moyo na kukataa ujumbe wake na utume wake kwa taifa lake, kwa ulimwengu. Lakini ikafika mahali akasema, sasa kama hamsadiki yale ninayoyasema, si mziangalie na kazi? Si mniamini kwa kazi zangu hizi? Amen. Amen. Wewe huwezi kuitwa mpishi ambaye hawezi kupika na watu wakala. Bwana asifiwe. Amen. Nisikilizeni vizuri. Kuna watu walinizomea sana mimi kama mnavyozomewa na ninyi unapotangaza kwamba nimeokoka. Tena ukiwa mtu mzima mwenye akili, ndipo anasema kumekucha, imekuwaje, wamekuroga. Lakini nisikilize vizuri. Mimi jibu langu huwa ni rahisi kwao sana. Hata leo mimi najibu rahisi kwa wale ambao wanauliza maswali habari ya nabii na unabii hapa mlimani, huko mitaani. Ni wale wala na shetani ni yule. Lazima uwepo watu wa kushuhudia hayo yanaonenwa. Lakini inafika mahali hata hao washuhudiaji hawana kazi. Maana kazi zenyewe zinajishuhudia. Unasema nimeokoka, mimi naamini nimeokoka. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kulikuwa na mambo magumu ambayo yalikuwa yananishinda. Kuna mtu mmoja anakuja akayamaliza, akayaufanya yashinde. Jina la Yesu. Kitabu cha Wafilipi, sitasoma, mnajifahamu, sura ile ya 2.
mstari wa 5 na kuendelea pale. Kule mwishoni kabisa kwamba aliacha mbingu akaja kwetu ili afe kwa ajili yetu. Ili mhitaji unyenyekevu, alinyenyekea mpaka kifo cha msalaba. Na aliponyenyekea mpaka kifo kwa ajili ya wanadamu, huyo aliyemtuma baba yake akamkirimia jina. Akamkirimia nini jamani? Akamkirimia nini? Akampa jina, akamkirimia jina, akamtunuku jina la Yesu Kristo. Na kwa jina hilo kila goti linapigwa, si ndio? Kila ulimi unakiri ya kwamba yeye ni Bwana. Amen. Amen. Kila goti la magonjwa, la shida, la taabu, la dhiki, falme, mamlaka zote mbinguni na duniani zinaanguka chini yake likitajwa hilo jina. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Na baba yake mlezi Yusufu alipata taabu. Kile kipindi malaika anakuja na ujumbe wa kuzaliwa kwake. Ninyi mnafahamu vizuri. Katika ndoto Yusufu anaambia usiogope kumchukua Mariamu mkeo, maana hata mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe uhusiki. Na atakapozaliwa utamwita, sio Baba wa mbinguni, Roho Mtakatifu amempa jina, utamwita jina Yesu. Na maana ya jina la Yesu, ndiye atakayewakomboa watu wake na dhambi zao. Ndiyo maana ya jina Yesu. Jina mwalimu ni afundishe. Na ole wako umshambulie yule mwalimu fulani wa shule fulani ambaye alimfundisha huyo jirani yako akampa kujua. Atakayemtetea huyo mwalimu sio yeye, ni wanafunzi wake. Kweli sio kweli ndugu zangu? Watasema wewe unasema nini? Huyu ametufundisha bwana. Unamshambulia yule seremala. Atakayesema huyu ni seremala ni yule aliyemtengenezea viti na milango. Kweli sio kweli? Maana jina seremala ni jina la kazi. Jina la mwalimu ni jina la kazi. Jina Yesu ni jina la kazi, Mwokozi. Na huyo Mwokozi sio okoa, sio Mwokozi. Sasa wanadamu wote wakatae kwamba Yesu si Mwokozi, nitasimama peke yangu duniani kote nikitangaza ya kwamba ninyi waongo, maana ameniokoa mimi, yeye ni Mwokozi Bwana. Amen. Amen. Sasa hatuko hapa kwanza kwa bahati mbaya. Najua ninyi ni watu wazima, watu wa Mungu kutoka mahali. Tuko hapa kwa kusudi la Mungu. Katika kipindi hiki cha taifa letu kupitia kwenye mambo magumu. Na kuna watu wamekata tamaa wengi tu. Lakini kuna watu wanasema mambo yao ya kujifariji. Sasa nisome mstari mmoja hapa. Alafu nitasema maneno machache, alafu nitaomba tufungue kongamano letu. Mstari 21. Mstari mmoja tu.
moyo wa mfalme huwa katika mikono ya Bwana. Kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Mimi sijaona shetani akitamkwa hapa. Sijaona shetani akiandikwa hapa. Kwa sababu mfalme wa Tanzania na kila nchi, yule anayetawala in principle dunia yote na kila kitu mnachokiona, pamoja na Watanzania na wanadamu wote juu ya uso huu, mimi najua ni Mungu. Mimi najua ni Mungu. Najua ni ndiye mtawala. Lakini anakasimu mamlaka yake kwa watawala wanadamu wanaoonekana kwa nyama, wengine kufanya kazi ya serikali, wengine kufanya kazi ya ukuhani, kanisa na manabii. Anafanya kazi nayo makundi matatu. Na wafalme, watu wanasema maneno sijui kwani wanayapata wapi sijui. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Hata mfalme wetu Tanzania, huyo mfalme anayetawala Tanzania, anayetawala Uganda, Burundi, popote, tamka popote. Tena wengine wanasema sisi nchi hatuamini Mungu. Subutu yako huamini Mungu, lakini aliyemweka huyu kutawala ni Mungu. La kwanza anafanya Mungu, lakini la pili, na hii ni sehemu ya pili, mimi ninasikia kuogopa kwa sababu sasa inafika mahali tunaingilia uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu. Anasema kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Moyo wa mfalme. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hivi unatembea na mwanao mdogo, kale katoto kadogo kameanza kutembea, unatembea nako, unakaachilia kanatembea, lakini kukiwa na hatari ya maji, madimbwi na mambo yasiyofaa ya hatari,